Mpenzi mtazamaji wa Mokenya TV mahali popote ulipo, naomba nikusalimie. Hujambo, karibu katika mwendelezo wa matukio yale ambayo yanaendelea kushuhudiwa barani Afrika. Hatimaye mkuu wa majeshi katika taifa la Uganda, ambaye pia ni mtoto wa rais ambaye ni wakimla katika taifa la Uganda, Museveni, mkuu wa majeshi anaitwa Jenerali Muhoozi, ameapa kwa kusema ya kwamba liwe liwalo na liwe, atamkamata Bobi Wine akiwa hai au amekufa. Kulingana na chapisho hilo vile unavyotazama, linasema ya kwamba Bobi Wine akamatwe akiwa hai au amekufa Muhoozi. Tangazo hili mbaya limeweza kuachiliwa, ambalo ni la kijeshi, ambalo linatishia bakubwa kumkamata Bobi Wine, jambo ambalo limeweza kusababisha kilio kutanda katika taifa la Uganda. Kabla nizame kwa undani, shukuru wote ambao mnatazama hii kanda mahali popote mlipo, mzidi kubarikiwa. Lakini kwa heshima na taadhima, unapoendelea kutazama hii kanda, tukabidhi like. Kuna alama ya kidole hapa chini mwa kanda, bonyeza hiyo alama ya kidole kama jua moja kutukabidhi like. Na ikiwa hauja subscribe na kupembeleza uweze kusubscribe, na ukimaliza kutazama sambazia wengine hii link ya kanda kuelekea grupu 1 ama 2 3 katika mtandao wa WhatsApp na hata Facebook, ili kuendelea kujulisha wengi tena zaidi. Naomba tukaweze kusoma chapisho hili vile linavyosema. Wanajeshi Uganda waamriwa kumkamata Bobi Wine akiwa hai au amekufa. Mkuu wa jeshi la Uganda ametangaza kuwa amri mpya imetolewa kwa wanajeshi wa nchi hiyo kumkamata Bobi Wine, mwanasiasa wa upinzani, akiwa hai au amekufa. Jenerali Muhoozi Kainerugaba kupitia kwenye mtandao wa kijamii wa X, zamani tulikuwa tunajua ni Twitter, alisema kwamba walikuwa wameacha kumtafuta Robert Kyagulanyi maarufu Bobi Wine kwa saa 24 kwa amri ya kamanda mkuu Rais Yoweri Museveni, ambaye hivi karibuni alichaguliwa tena kwa muhula wa 7 kuiongoza nchi hiyo. Bobi Wine amekuwa mafichoni kabla ya kutangazwa matokeo ya uchaguzi wa hivi majuzi nchini Uganda. Wiki iliyopita Muhoozi alikuwa amempa Bobi Wine saa 48 kujisalimisha kwa polisi, jambo ambalo alishindwa kulifanya, na operesheni za kijeshi za kumtafuta hazijafanikiwa kufikia sasa. Bobi anadai kuwa kulikuwa na njama ya kumdhuru na kwamba alitoroka nyumbani mwake wakati wanajeshi walipofika Ijumaa tarehe 16 mwezi huu, siku moja kabla ya matokeo ya uchaguzi kutangazwa. Rais Yoweri Museveni alishinda uchaguzi uliopita kwa ushindi wa 71%, huku mpinzani wake Bobi Wine akipata 24% ya kura. Yaani sasa hivi Bobi Wine hajulikani alipo, ila tu katika mtandao wa kijamii tunamuona akinguruma, akizungumzia vile familia yake inapitia mateso, ukosefu wa chakula, kwa sababu hakuna yeyote anaruhusiwa kuenda nyumbani kwa sababu jeshi limeweza kuzingira nyumbani mwake, na wamekuwa wakiyapitia mengi baada ya yeye kufaulu kutoroka nyumbani mwake, na mke wake aliweza kuvamiwa na jeshi na kupitia magumu hapa na pale. Ndio maana mkuu wa majeshi Muhoozi nchini Uganda
amesema liwe liwalo, liwalo na liwe, lazima atamkamata Bobi Wine, iwe amekufa ama yuko na uhai. Sometimes nashindwa wakati mtu anapotoa matamshi ya aina hiyo, unadhani yeye ni Mungu ama miungu, kwa sababu na yeye ni binadamu kama huyo ambaye anamtishia. Hamuna yeyote ambaye anajua siku yake ya mwisho duniani wakati unatishia binadamu kwamba mtamkamata iwe amekufa ama akiwa hai. Na wewe ni binadamu, uwezi jua siku zako. Hii ni ishara tosha ama picha tosha kwamba kuna uongozi wa kimla ambao unaendelea katika taifa la Uganda. Ndio maana wengine wanatishiwa. Ikumbukwe Bobi Wine aliwania kiti cha urais kupitia NUP, National Unity Platform Political Party. Akawa wa pili kulingana na vile iliweza kutangazwa na tume ya uchaguzi nchini Uganda. Lakini kuna madai ya wizi wa kura ambao uliweza kushuhudiwa katika taifa hilo. Sasa Bobi Wine anatafutwa, lakini hatujui kwa nini anatafutwa, kwa sababu alishindwa kura kulingana na vile walivyotangaza. Kumaanisha Bobi Wine nguvu zake za kisiasa nchini Uganda ni tishio kubwa, haswa kwa uongozi wa sasa wa Yoweri Kaguta Museveni. Wameshinda, lakini fikra zao zipo pale pale. Niliona wanaendelea kumtafuta katika mitandao ya kijamii, huwa anapost kanda katika mtandao wa Twitter ama X, Facebook, akiwa eneo lipi, kwa sababu wameshindwa kubaini ukweli halisi wa mambo alipo sasa hivi Bobi Wine. Hii ndio inachangia mashirika ya kimataifa na mataifa mengine kushirikiana kuhakikisha kwamba kuna demokrasia katika taifa la Uganda, ili kuleta uwazi katika taifa hilo na kusumbuliwa kwa wananchi kufikishwa mwisho. Wanaharakati kutafutwa, haki za binadamu ziweze kuingilia kati. Tumeshuhudia sasa hivi rais wa taifa la Marekani Donald Trump, kulingana na habari zile ambazo tumezipokea, akimalizana na mataifa mengine kama Iran, atafika Uganda ili kuhakikisha ya kwamba amezingatia mambo ya demokrasia katika taifa hilo. Ikumbuko Muhozi aliweza kutoa tisho kwa Museveni, yani kwa rais wa Marekani Trump, kwamba akijaribu kuvuka mpaka wa Uganda maili 100 za anga ya Uganda, eti atawamaliza. Tutasubiri tuone. Haya ndiyo yanaendelea katika taifa la Uganda, na wengine tunamuombea Bobi Wine, Mungu akae katika kiti cha enzi, azidi kumlinda mahali popote pale alipo, ili asije akayapitia magumu chini ya uongozi wa Museveni. Kufikia hapo, mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo kukueleza yale ambayo yanaendelea katika taifa la Uganda. Tukutane baadaye ili tukaweze kuchanganua mengi zaidi. If you have not subscribed to our YouTube channel, I'm requesting you to consider subscribing by hitting the subscribe button that is down here. Once you are done, remember to turn on the notification bell so that the moment we upload any new video clip, you'll be notified automatically that we have uploaded a new video clip to watch. Remember to share our content always with our WhatsApp groups and even on Facebook. That is the only way we can continue building this channel of ours, Omo Kenya TV. Be blessed. Let's meet in the next video. Bye bye.